Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je, ndugu yangu, ulishawahi kula wewe bamia? Mimi nishakula sana bamia. Wewe ushawahi kula bamia? Kama ulishawahi kula bamia lakini ufahamu faida zake, pengine unakula tu, basi acha leo nikupe muda mchache sana huu uweze kujua na kuzitambua faida za bamia. Nikupe faida za bamia uzitambue na nikupe faida zake. Faida ya kwanza, bamia inawasaidia kina mama, kina dada katika swala zima la mzunguko wake wa hedhi. Kuna baadhi ya wanawake wana shida ya hedhi, hedhi zao zimekuwa hazieleweki. Wako wanawake wanakaa mpaka miezi mitatu, miezi minne hawapati hedhi. Wako ambao hedhi zao zinakwenda kwa mfululizo. Bamia ulaji wake unasaidia mwanamke kupata hedhi kwa wakati kwa kula bamia. Lakini vile vile bamia faida nyingine, huondoa vimelea vya sumu katika mwili wa mwanadamu. Bamia inaondoa vimelea vya sumu katika mwili wa mwanadamu. Hii ni faida ya pili katika zile faida za ulaji wa bamia. Faida ya tatu, husaidia ugonjwa wa pumu, huongeza kinga ya mwili. Mtu akila bamia anakuwa na kinga ya mwili, imani inaondoa maradhi ya pumu, husaidia kinga ya mwili. Imani mtu akila bamia basi humsaidia kuongeza kinga ya mwili, na mtu akiwa na kinga ya mwili basi anakuwa hapati yale maradhi nyemelezi. Kwa hiyo bamia, hiyo ni faida ngapi? Hiyo ni faida ya tatu katika zile faida za bamia. Lakini faida ya nne, inasaidia kupata virutubisho vya aina ya nyuzi. Yani mtu ulaji wa bamia unasaidia kupata virutubisho aina ya nyuzi ambavyo husaidia katika kusaga chakula tumboni. Mlaji wa bamia akila bamia anapata virutubisho vya aina ya nyuzi ambavyo husaidia kusaga chakula tumboni. Hii ni faida ngapi? Faida ya tano, husaidia kuimarisha afya ya nywele na kupambana na uchovu mwilini. Bamia inasaidia kuimarisha afya ya nywele na kupambana na uchovu mwilini kwa ulaji wa bamia. Jamani, bamia ina faida sana, tunakula tu wengi kila tufahamu faida zake. Hii ni faida ngapi? Hii ni faida ya tano. Hii ni faida ya tano ya ulaji wa bamia. Lakini faida sita, bamia inatibu vidonda vya tumbo. Inakutoa katika hatari ya kupata ugonjwa wa sukari. Inatibu vidonda vya tumbo na inakutoa katika hatari ya kupata ugonjwa wa sukari. Na hapa tuelewane kabisa, isiwe mtu anaumwa sukari alafu akaacha kutumia dawa za sukari akatumia bamia. Hapana, tumia dawa zako za sukari, lakini bamia inasaidia kuondoa vidonda vya tumbo na inakutoa katika hatari ya kupata maradhi ya sukari katika ulaji wa bamia. Hii ni faida ya sita katika faida za ulaji wa bamia. Faida ya saba, tumia bamia mara kwa mara kama tunda mboga. Inasaidia kumeng'enya sukari na kuimarisha kinga ya mwili. Tumia bamia mara kwa mara kama tunda la mboga, inasaidia kumeng'enya sukari na kuimarisha kinga ya mwili. Narudia tena, haina maana mtu aache kula dawa za sukari akatumia bamia. Haina maana hiyo, Sheikh. Hizi ninazokupa ni faida za bamia ambazo kwamba mtu mlaji wa bamia basi faida hizi anazipata. Japokuwa leo wengi sasa tumedharau bamia. Yaani leo wengi bamia tunachukulia kama ni mboga ya watu maskini, mboga ya watu ambao hawana uwezo. Hapana, hizi ni faida chache nakupa leo za ulaji wa bamia. Angalia watu leo wanavyosumbuka na sukari na nini, lakini bamia inasaidia kuimarisha ukila kama mboga inasaidia kumeng'enya sukari na kuimarisha kinga ya mwili katika ulaji wa bamia. Hii ni faida katika zile faida za ulaji wa bamia. Lakini vile vile huzuia magonjwa ya moyo, kusaidia kufanya kazi vizuri. Bamia, mlaji wa bamia inamzuilia magonjwa ya moyo na kusaidia moyo kufanya kazi vizuri kwa ulaji wa bamia. Wallahi ladhim, hapa ndo Mwenyezi Mungu lazima tumshukuru. Mwenyezi Mungu yaani Mwenyezi Mungu chini aitwa Mungu, Sheikh. Tuna hilo ukiona katika macho kawaida unaweza kalidharau. Lakini angalia hizi faida ambazo leo nimekupa hapa, Sheikh. Angalia hizi faida ambazo leo nimekupa katika ulaji wa bamia. Angalia niliyokuambia, bamia inasaidia wanawake katika swala zima la hedhi. Bamia inasaidia kurudisha kinga za mwili. Bamia inasaidia kumeng'enya
kumeng'enya sukari na kurudisha kinga ya mwili. Bamia hizo zote ni faida za bamia ambazo mtu akiziona kwa macho kawaida anaweza akazidharau, lakini wallahi zina faida kubwa sana kwa mwanadamu kama ataitumia kama mboga, lakini akaitumia upande wa pili vile vile inakuwa kama vile ni dawa ama ni kinga kwake. Lakini tuelewane, narudia tena, asije mtu akaenda kuacha kutumia madawa yake anatumia kama madawa ya sukari akasema mimi natumia bamia peke yake. Hapana, tunaelezana haya ili mtu azidi kutumia apate faida zaidi katika swala zima la tunda hili la bamia. Na hapa tunaona uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu wana sukari, kuna watu wana pressure, kuna watu wana vidonda vya tumbo. Angalia bamia inavyosaidia mambo yote haya ambayo kama tunaeleza, mwenye sukari, vidonda vya tumbo, mwenye pressure, basi ajitahidi sana katika ulaji wa bamia kwa sababu unasaidia katika swala zima na kurudisha na kusaidia kinga katika mwili, kadhalika vile kuwasaidia watu ambao wenye maradhi na shida kama hizo ambazo hapa tumezieleza. Kwa hiyo inshallah ndugu yangu katika imani, zidisha sana ulaji wa bamia. Japo leo mtu akila bamia anaonekana lofa, maskini hana kitu, lakini wallahi ina faida kubwa sana. Na mimi leo nimekupa hizi faida chache, kama utazikubali basi zitekeleze, zifanye, na ikiwezekana inshallah basi jitahidi sana katika kuzidisha ulaji wa bamia ili uzipate hizi faida ambazo leo hapa tumezieleza biidhnillahi taala kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi niwashukuru ndugu zangu Waislamu na wale ambao msoko Waislamu ambaye mnafuatilia chaneli yetu hii katika darasa na mada mbalimbali. Niseme tu zidini kufuatilia, wale ambao hawajasubscribe basi wasubscribe kwa sababu kuna faida kubwa na nyingi zinakuja mbeleni inshallah. Tuwe pamoja ili tuweze kupeana faida mbalimbali katika darasa zetu hizi. Mimi kwa leo nitaishia hapa, lakini waombe msisahau kushare video zetu hizi kwa watu wengine, wale ambao labda wanapita na hawajawahi kuona darasa zetu, basi share video zetu kwa watu wengine ili ujumbe huu wafikie na watu wengine. Wabillahi tawfik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.